Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Alhaji Hussein Bashe, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bodi na meza kuu kwa ujumla, nashukuru kwa nafasi fupi sana ya kusema neno moja au mawili. Natambua makamu wangu alikuwa ametangulia hapa, na Mheshimiwa Waziri utanisamehe, leo siku ya kwanza ya bunge, kwa hiyo kama kiongozi wa bunge nilitakiwa kule na nilitakiwa hapa. Kwa hiyo nilianza na shughuli ya bunge, na tukawa na kamati ya uongozi ya bunge kwa ajili ya ratiba nzima ya miezi miwili mitatu. Kwa hiyo nimekuja kwa kuchelewa, lakini sina mengi ya kusema zaidi ya moja au mawili. La kwanza, kama kamati ya bunge ya kudumu tumekuwa ni moja wa agent change katika sekta ya kilimo, kwa sababu tuna support yale yote ambayo Mheshimiwa Waziri amekuwa akituletea kwenye kamati yetu. Na Mheshimiwa Hussein Bashe ni mmoja katika mawaziri wachache ambao Waingereza wanasema ni transformative minister. Ni mtu anaye transform. Na watu wanaofanya transformation siku zote wanatakiwa wafanye maamuzi magumu. Na kwenye maamuzi magumu kuna wanaojeruhiwa, lakini lengo kuu linafanikiwa. Kwa sisi kama kamati tunampongeza sana, na tunaendelea kumwahidi kwamba tutakuwa naye kwa kila jambo ambalo tumeshadiscuss kwenye kamati, na yeye ametuhakikishia kwamba kimkakati ndio tunakoenda. Sasa yako mengi, na mimi siku zote nahudhuria vikao karibu vyote ya kila zao, tumbaku, pamba na mazao mengine yote. Juzi tulikuwa na parachichi, na katika mazao yote kwa bahati mbaya na yeye ameshawaambia, lakini amewaambia na mikakati. Chai ndio zao ambalo kwa kweli tunachechemea. Sasa kimoja ambacho Mheshimiwa Bashe nakushukuru, namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweka wewe waziri wa kilimo. Na kwa kweli tunatetemeka tunapoenda kwenye uchaguzi. Tunajua utarudi. Sasa utarudi wizara hii ndio hatujui. Tunakuombea, ikimpendeza akikupa promotion sasa hiyo ni yeye, lakini kama atakuwa anakuacha waziri, kwa kweli akurudishe kwenye wizara hii. Sababu mambo ni mengi. Transformation inataka consistency. Kama tumejipanga tunafanya mambo mazuri, budget imeongezeka, miradi ya umwagiliaji ni mingi, kwenye swala la mbegu tunafanya mambo makubwa yamefanyika. Tunaamini consistency ni muhimu sana. Lakini la pili, uwezo mwingine wa Bashe, Mheshimiwa Bashe, ni kwenye kupanga watu. Tunasema ukipewa nafasi unafanya reorganization. Unapanga watu sahihi kwenye kazi sahihi. Sasa kwenye chai tumechukua muda mrefu kidogo. Kungine kule mimi nimeshaona matokeo kwenye tobacco, kwenye pamba, kwenye kahawa, kila mahali amereorganize, amepanga watu na mambo yanakwenda. Kwenye chai tulichelewa kidogo. Ndio maana siku alipomtangaza mwenyekiti mpya wa bodi ya chai, mimi nilifurahi sana. Hebu tumpigie makofi. Kwa sababu naamini sasa chai imepata mtu atakayetupeleka. Kwa wanaofuatilia mijadala ya bunge, na mimi ni mmoja katika watu waliokuwa wanasema, watanisamehe bodi iliyopita, nilikuwa nasema T-board hamfanyi kazi yenu inavyotakiwa. Ndio lalamiko langu. Kabla hata sijawa mwenyekiti wa kamati ya kilimo na viwanda, nilikuwa nasema T-board, you need to do more. Sheria imewapa mamlaka, fedha zipo, lakini hatuoni matokeo kwa spidi tunayoitaka. Tunachokiona ni kinyume chake, mdororo wa sekta. Na hatuwezi kusingizia kwamba unajua global prices, hapana. Tusisingizie kwamba unajua uchumi wa chai mbaya. Mbona Rwanda wanafanya vizuri? Mbona Kenya wanatuzidi, wako hapa na sisi? Kwa hiyo nadhani kwa kuweka viongozi mahiri ni jambo jema, lakini la muhimu na la mwisho nitaka niliongee. Sekta hii imekuwa dominated na makampuni machache. Kilio chetu kama kamati ya bunge, na tumekiweka wazi, ni kwamba tuna wawekezaji wasio sahihi kwenye sekta hii ambao ni wakubwa kwenye estate. Na
Sisi tumeshakubaliana na Mheshimiwa Bashe, amekuja kwenye kamati yetu, ametueleza mkakati wa kinachofanyika, kinachotakiwa serikali ifanye, na sisi tunausupport. Either you do or you die. Either you do or you exit. Kwa sisi Mheshimiwa Waziri tutakusupport kwa 100%. Tunaamini chai ni tofauti na mazao mengine. Chai inalimwa kwenye estates kwa hao watu wakubwa. Wakija wasipofanya wanatakiwa walifanye, ni kwamba wanarudisha uchumi wa nchi nyuma. Na mimi ndani ya bunge niliita, mimi naita ni uhujumu uchumi. Huwezi kuwa na estates kubwa za ardhi zikiwa zimekuwa planted chai, ukazichukua halafu ukarudi nyuma usifanye kitu. Unadidimiza uchumi, unarudisha umaskini kwa watu wanaozunguka maeneo yale ambao ni wakulima wadogo wa chai, unarudisha nyuma uchumi wa wagavi wadogo, watu wanafanya transport, watu wanatoa huduma, hawawezi kupata hizo huduma. Kwa hiyo kwa jambo hili nadhani ni jambo la kufa na kupona. Mheshimiwa Waziri, sisi tupo na wewe. Tunadhani mkakati wa kufanya reorganization kwenye land ownership na ownership ya viwanda vya chai vikubwa ni muhimu sana na umechelewa. Iko haja ya kwenda haraka na naomba sekta nzima isapoti jambo hili. Hatuwezi kuwa na watu wana viwanda lakini hawawezi kuzalisha, hawawezi kumiti malengo ya nchi, wanawarudisha nyuma wakulima wetu na wakulima wanazidi kuwa maskini. Tunaongelea sekta hii ndio inayoongoza kwa ajira 65%. Lakini 65% tunahesabu na wakulima wadogo wa chai. Tunaongelea mapato, tunaongelea na chai, lakini chai haifanyi inachotakiwa kifanye. Na hasa kwa sababu the motivating factor kila mahali ni soko. Soko la mkulima ni kiwanda. Kiwanda kama hakifanyi kazi maana yake soko halipo. Na hii ni zao ambalo linaharibika. Ndani ya masaa 18 lazima liwe tayari limefika kwenye kiwanda. Kama kiwanda hakiwezi kufanya kazi, hawawezi kuendelea. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema, Mheshimiwa Waziri, tutakuwa nawe kwenye jambo hilo. Na niseme tunakushukuru sana kwa yale ambayo nilihudhuria mkutano uliopita. Kuna mambo ambayo tasnia ya chai iliyasema umeshayatekeleza. Kwenye masuala madogo ya kodi, ya tozo mbalimbali umeangalia. Kwenye mabwawa ya maji umetoa maelekezo, nadhani na leo umeelezea hapa, lakini umetoa maelekezo yote kwenye avocado umeyatekeleza. Kwa hiyo model ya Noski na mimi na endorse 100%. That is the model that should be adopted across this country if we have to be successful in the tea industry. Nakushukuru sana.